miaka 2000 takriban, wakiwa ndio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatawalisha ardhi, wakafanya ufisadi, wakamwaga damu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuma jeshi la malaika, fataradahum ila jazairi al-buhur wa ila al-amakin mukhtalif. Ikapinduliwa serikali yao kwa sababu walifanya uharibifu, walimwaga damu, walichafua ardhi hii. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakusudia kumuumba khalifa ambaye ni Adam na watoto wake. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatimiza azma yake, akamuumba mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumuumba mwanadamu, yaliyopita mnayojua, akashushwa katika ardhi. Ihbitu minha jami'an. Adam na mkewe Hawa na Iblisi wakashuka katika ardhi. Walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ila hin. Tumekuja hapa si kwa kubahatisha, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuchagulia mfumo wa kuishi nao ambao ni Uislamu. Kwamba baada ya kutushusha hapa hakutuacha bure, alitupa mwongozo. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Alitupa mwongozo, akatupa mfumo wa maisha ambao sisi wanadamu tunapaswa kuishi na mfumo huo ambao ni Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Hakika mfumo wa maisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaoutambua ni huu Uislamu. Iko mifumo mingine, kwa maana ziko dini nyingine, lakini kwetu sisi dini ambayo ni sahihi tunasema ni Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo mfumo huu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi Waislamu ndio mfumo sahihi ambao tunatakiwa tujifakharishe nao na tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala hadhihi an-ni'ma, ni'matul iman wal islam. Uislamu ni neema kubwa sana. Lau si Uislamu mwanadamu angeendelea kuishi katika unyama, katika uhayawani. Mwanadamu angeendelea kuishi katika viza, katika upumbavu, katika adawa. Mwanadamu asingekuwa na utu na heshima ambayo leo anayo. Mwanadamu asingestaarabika. Ustaarabu ambao leo mwanadamu anao ni kwa sababu ya Uislamu. Bushrana ma'ashara al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimin. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye kwetu sisi tunajifakhiri kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtumia kukamilisha dini hii. Alimtuma kama mtume wa mwisho, khatamul anbiya wal mursalin. Hakuna mtume mwingine baada yake, na atakayedai utume baada ya mtume Muhammad faqad kafar biittifaqi ulama, atakuwa amekufuru kwa makubaliano ya wanawazuoni kwamba hakuna nabii baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'a al-labina فجعل الناس ينظرونها ويتعجبون عنها ويقولون
laula mawdhi'a al-labina, mtume anasema fa ana mawdhi'u al-labina ji'tu khatamtu al-anbiya mathali wa mathalu al-anbiya, mfano wangu mimi na mfano wa mitume wengine, kamathali rajulin bana daran, ni kama mfano wa mtu ambaye aliyejenga nyumba, fa atammaha wa akmalaha, akaitimiza ile nyumba na akaikamilisha vizuri, jengo limekamilika. Illa mawdhi'a al-labina, isipokuwa sehemu moja tu ya tofali, ikawa jengo lile linaonekana kwamba kuna dosari, kuna mapungufu ya tofali moja. Jengo limekamilika, jengo zuri, lakini kuna mapungufu ya tofali moja. Mtume anasema fa ana mawdhi'u al-labina, mimi ndio mahala pa lile tofali. Jitu khatamtu al-anbiya, nimekuja kuhitimisha utume. La nabiyya ba'di wala rasul, hakuna mtume baada yangu wala mjumbe ambaye atakayetumwa tena baada yangu. Kwa hiyo yote atakayedai kwamba kama wanavyodai au al-Qadiania, Makadiani na Mirza wao Gulam, ni watu wenye matatizo makubwa ya kudai utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya kazi aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, balagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin. Amefanya kazi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ameitimiza. Sisi tuna wajibu wa kushikamana na Uislamu huu, tuna wajibu wa kupigania Uislamu huu ambao masahaba huko nyuma walipigana, waliutetea, waliuhami Uislamu, walimwaga damu zao kwa sababu ya Uislamu. Si kwamba Uislamu ulikuja tu, la, ulipambana na vikwazo na adawa mbalimbali, lakini walisimama imara kwa ajili ya dini hii. Sasa sisi leo ustaarabu tulio nao, hata tunaweza kukaa katika sura kama hii tukionyesha mapenzi na heshima kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukamsifu, tukazungumzia mazuri aliyotuletea, ni jambo la wajib kabisa, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neema kubwa kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema kubwa kwetu, na kukumbuka neema ni jambo la lazima. Kama mtu hakumbuki neema, huyo ni mtu wa ajabu sana. Lazima neema uikumbuke. Katika jumla ya neema kubwa ni neema ya ujio wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ukiangalia mmomonyoko wa maadili katika ulimwengu, fasad, uharibifu, umwagaji wa damu, ni kwa sababu tu watu wameacha Uislamu. Watu wamemwacha Muhammad ibn Abdullah. Lau ulimwengu utarudi katika mstari wa kumkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal insani al-kamil, kama mwanadamu aliyekamilika, mwanadamu ambaye aliyefanikiwa, mwanadamu ambaye hana mfano wake katika maadili, Mwenyezi Mungu alimpeleka katika kilele kabisa cha maadili, wa innaka la ala khuluqin adhim. Amefaulu kwa kiasi kikubwa sana, na aliweza kuwaingiza watu katika Uislamu bimakarimihi, bimakarim al-akhlaq, wala si kwa mdomo, wala si kwa kusema sana. Rejea sira za mtume sallallahu alaihi wasallam, rejea mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, utamuona katika maeneo mengi aliweza kuwafanya watu wamkubali na watu wa ukubali Uislamu kwa sababu ya maadili, kwa sababu ya tabia zilizo nzuri. Iweje leo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwe ndio umma ambao unaongoza, kwa maana ummatul ijaba wa Islam, iweje wao ndio wanaongoza katika sala la mmomonyoko wa maadili? Ajaban, takuwa ni jambo la kushangaza sana kwamba tuna Qur'ani, tuna sunna, alafu sisi ndio tuonekane katika swala la maadili
ni zero. Wakikamatwa wezi pale majambazi 6, 10, 7 wana majina ya Kiislamu.